Haleluya, watu wa Mungu. Nimshukuru Mungu na niwashukuru wote ambao mmehusika kunipambania kwa namna moja au nyingine. Nimeachiwa huru na jeshi la polisi kwa dhamana tangu nilipokamatwa tarehe 15 mwezi wa 4 mpaka leo tarehe 23. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wote mlionipambania, wote mliotoa clip, wote mliongea kwa namna mbalimbali, mliotumia fedha zenu, mliotumia muda wenu, wengine mmesafiri, wengine walikuwa ni wananiletea chakula na wananijali kwa namna mbalimbali kwa siku zote ambazo nimekuwa mle ndani. Kwa lugha rahisi niseme kwamba nimeachiwa huru kwa dhamana. Najua wengi wamenipambania mpaka nimeachiwa huru hivi, lakini kwa lugha iliyonyoka niseme hata wao wenyewe mimi kosa langu moja kwa moja hawajaniambia. Kwa hiyo siwezi nikawa na maelezo mengi zaidi kwa kuwa bado sijajua moja kwa moja hata kosa langu moja kwa moja nini. Ila niwashukuru wote ambao mmenipambania na wote ambao mliona kwamba kukamatwa kwangu kwa namna yote inawezekana nilikuwa natimiza wajibu wa binadamu, na mmetimiza wajibu wa binadamu kunipigia kelele. Anyway, jambo nisemalo ni kwamba bado tutatakiwa kusimama kwenye kila wajibu wa neno la Mungu ambao tulitakiwa kusimama eneo hilo. Hata kama wakati mwingine inaweza katokea tukakutwa na matukio kama haya. Kwa wale ambao mlikuwa mna hofu yoyote, ni kwamba jeshi la polisi hawajanipiga popote. Walinikamata tu na kuniweka mahabusu. Kwa baadhi ya watu inawezekana mkao unasema watakuwa wameenda kumfanya kitu kibaya. Siwazingiziko lolote, hawakunipiga wala hawajafanya torturing yoyote. Waliniweka mahabusu tu. Kwa hiyo kwa mambo ambayo labda wanaweza wakazungumziwa, sije mkawazungumzia kwamba labda mimi walinipiga au na wao wenyewe wakatengeneza kwamba wana alienda akasambaza hiki na kile. Mimi nimeongea hadharani kwamba hawakunipiga popote, waliniweka mahabusu tu, na nilikuwa naletewa chakula, nilikuwa nakula. Kwa hiyo kimsingi ni hivi. Nisema mengi, niseme kwamba hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani, nikiwa mimi mwenyewe nalia kutoka mahabusu. Sema itengenezeni njia ya Bwana, ansheni mapito yake, kwa Bwana mhukumu wake yu karibu kuja. Heri kila mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeumizwa na atakuuawa katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya taabu zake. Kwa Bwana mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na maisha yake na matendo yake na yote aliyofanya duniani. Hii ndio maana lile neno Maranatha. Amen. Na tunamshukuru Mungu sana kwa neema zake na rehema zake ambazo ameweza kuturehemu tena katika kipindi hiki. Ndio sababu kubwa sana, kwa sababu hatuna tumaini jingine zaidi ya yeye ambaye ametupa uhai na uzima. Wakati huu tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ndugu yetu alipotea. Sio kwamba alipotea kupotea, lakini hatukuwa naye, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu sasa tuko naye tena. Ni mtumishi wa Mungu Elibet, kama taarifa zilivyotoka, alikamatwa na jeshi la polisi toka tarehe 15, lakini tunamshukuru Mungu sana siku ya leo basi tumefanikiwa, ametoka kwa dhamana, yuko huru. Hii kwetu ni taarifa njema. Kwa namna hiyo na mimi niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu, kwa namna ambavyo amekuwa na jitihada nyingi za hapa na pale na nguvu yake. Nafikiri kwa yote haya ni jitihada zake. Ni shukuru pia kanisa kwa jumla kwa maombi ambayo umeendelea kuyafanya na jitihada nyingi mbalimbali ambazo zimefanyika kwa sadaka zenu kutuwezesha kuweza kufanikisha haya. Lakini pia ni washukuru sana washirika wa kambi ya Kigamboni, namna ambavyo wametoa ushirikiano mkubwa sana wa haraka wa wepesi ili kuweza kufanikisha jambo hili. Basi kwa fursa hii ni uwe na shukrani pia kwa jeshi la polisi, hususan kitengo cha upelelezi kwa ushirikiano wao wote ambao wamekuwa nao mpaka kufanikisha jambo hili. Neema ya Kristo iwe pamoja nasi sote. Amen.